ni Christmas. Leo katika mji wa Daudi, Bethlehem, amezaliwa Mwokozi wa dunia, Yesu Kristo. Toka zama za kale, manabii walitabiri kuwa atazaliwa mwana wa Mungu atakayeiokoa dunia katika dhambi. Sadaka za kuchinja na kafara za kale zilizoteketezwa kwenye Agano la Kale zilikomeshwa baada ya Yesu Kristo kuzaliwa duniani. Kwani yeye aliyezaliwa leo ndiye mwanakondoo halisi atakayetolewa sadaka kwa watu wote duniani. Swala la zizi la ng'ombe kama wote tunavyolielewa ni kuweza kuona kwamba kwa hali ya kawaida sio mahali pasafi. Kwa hiyo kazi ya mchungaji ni kuhakikisha kila mara anahakikisha kuna usafi unaojitosheleza. Lakini kwa binadamu yeyote, kama tutakavyoona tukikaribia eneo hilo, na kama kamera ingekuwa inaweza kuchukua harufu wakasikia harufu tunayoanza kuisikia, nadhani utajua kwamba kwa kweli mtu kusema amelazwa kwenye zizi la ng'ombe kama ilivyotokea kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni tukio ambalo kwa kweli sio la kawaida kwa hali ya kawaida. Na huyu Bwana Yesu ni Bwana, ni Mungu, lakini sisi viumbe wenyewe tunasita kuingia kwenye zizi. Kama unavyoweza ukaona hapa tujaingia, ni tunapoingia tu unaweza ukaona hali halisi. Wanajitahidi, wanasafisha, lakini kwa hali ya kawaida ng'ombe anavyoshiba ndivyo anavyozidi kuleta mbolea. Sasa hiyo hali ya harufu, mazingira, kidogo mwanadamu kwa kweli kuingia huku inabidi wewe umejiandaa. Yeye ni mfalme amekuja kuikomboa dunia, na tumeona kwamba kabisa amekuja katika hali ya umaskini na kuzaliwa katika zizi la ng'ombe ambalo ni zizi tunaliona na ng'ombe ndio wanatoka nje, kuonyesha kwamba Yesu amezaliwa katika zizi la ng'ombe. Sawa kabisa. Ishara hii inatupa fundisho gani sisi kizazi cha leo? Ishara inatuonyesha kwamba kwa kweli kwa hali ya kawaida dunia hii au binadamu hawakuwa tayari kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Amekimbia maeneo mazuri, maeneo ambayo watu wanaishi, yenye nyumba zinazostahiki binadamu kuishi, hasa mfalme kama yeye, lakini anakuja kuzaliwa eneo la aina hii. Unaweza ukaona inzi wanavyonisumbua, japo kwa imani zingine wasema ukiwa na inzi ni ishara ya utajiri kwa wafugaji. Lakini kwa kweli ni tatizo. Ukiangalia chini hapo palivyo ng'ombe wenyewe miguu yao naona, lakini Yesu alikubali akaja kuzaliwa kwenye zizi la aina hii. Ni ishara ambayo kwa kweli ni unyenyekevu ambao hauna mfano. Inahitajika neema ya Mwenyezi Mungu kwa kweli binadamu kukubali kuja hapa, au binadamu ni mama na baba mnategemea mtoto azaliwe, mje eti kuja azaliwe. Unaweza ukaona mazingira yalivyokuwa magumu ya kumkubali Bwana wetu Yesu Kristo.
lakini kwa mtu ambaye ni mfalme, ni bwana wa mabwana, swala la uwezo wa kufikia kwenye hoteli nzuri sio tatizo. Lakini kwa bwana mfalme huyu tunayemwongelea, uwezo alikuwa ni mtu ambaye tungetegemea angefikia sehemu nzuri za hoteli nzuri tu, star 5, 6, 7, lakini akaacha yote, hata kibanda akaacha, kaija kwenye zizi. Ni unyenyekevu ambao kwa kweli inabidi sisi sasa, sijui tujiwekeje, asilimia ngapi tujilinganishe, tunaweza tukafikia unyenyekevu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini ni upendo ambao anaonyesha kwetu binadamu kwamba kwa hali alivyotupenda sisi, aje mtu wa kawaida ndio tuweze kumkubali. Angekuja kama mfalme, huenda watu wasingemkaribia, lakini vile vile watu hawakuwa tayari kumkubali hata kwenye hayo mahoteli, maana angeonekana labda wale wanaompokea ni wasaliti wa ufalme wakati ule, waliokuwa wanaona kwa kuja Bwana Yesu atachukua ufalme wao, na ndio maana wakakimbizana ama kwenye mapori, pango, mpaka kuishia kwenye zizi kama hili, mahali ambapo mtu yeyote anayemtafuta angedhani kwamba hapa kuna ng'ombe, hamna binadamu, ili aweze kuja kutukomboa sisi. Wito wangu ni kwamba unyenyekevu, kujishusha kuliko onyeshwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Alikubali na wazazi wake Mtakatifu Yosefu na Mama Maria kuja kumpata mtoto kwenye zizi la aina hii. Ni asili ya unyenyekevu ili kufikia lengo unalohitaji. Kwa hiyo nakumbuka usemi aliotoa Baba Mtakatifu Yohana Paulo wa pili marehemu alivyokuja Tanzania. Alisema yeye ni mtumishi wa watumishi. Kwa hiyo viongozi tunategemea wawe watumishi wa watumishi, yani wajiweke chini zaidi hata watumishi, ili waonekane wanatoa mfano kwa watu wao, ambao ndio huo unyenyekevu ambao na kujishusha ili ufanye kazi yako kiasi cha kuweza kuwatumikia wanaowatumikia. Na hao watumishi walio chini yao nao waonekane wanawatumikia watu wa nchi ambao wana dhamana ya utumishi nchini. Kwa ujumbe huo wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyojishusha ili atutumikie, atuokoe, ndio ujumbe ambao tunapaswa tuubebe kama taifa, kama dunia, badala ya kujiweka juu, kujikweza. Tuweze kuonekana kweli tutaubadili ulimwengu kwa kujitoa, kwa kujisahau uwezo wetu, kwa kujisahau mamlaka yetu, tukiwa na lengo moja la kuwatumikia watu. Ni kwa sababu hiyo watu wote duniani wanafurahia tukio hili la kihistoria la kumpata atakayewaokoa kutoka dhambi zao. Mtazamaji, bado niko katika mtaa huu wa Kihonda hapa Morogoro, leo ikiwa ni siku ya Christmas. Watu wanafurahia Christmas. Ninaye mama hapa. Mama, unaitwa nani? Mimi naitwa Lightness Koshuma. Mimi nampenda sana Yesu na nimeokoka. Leo ni sikukuu ya Christmas. Yesu amezaliwa. Mungu ameshuka toka juu mbinguni akajifanya mwanadamu, akawa na mwili kama wa kwako na mimi, anatembea, tunapigana kikumbo hivi. Wewe unalipokeaje swala hili la kwa Yesu kuzaliwa kwetu duniani kama Mungu yeye? Yaani ninafurahi sana kwa sababu najua Yesu ndio Mungu wangu. Na nafurahi katika mwezi mzima huu kuanzia tarehe 1 tayari nimeshaona sura ya Christmas tayari moyoni mwangu. Kwa hiyo nimeichukulia kuanzia tarehe 1 naona kama mwezi, tarehe 1 mwezi wa 12 naona ni kama mwezi tayari wa Christmas, yani uko peke yake mwezi huu katika roho yangu. Kwa hiyo nafurahi sana na Mungu najua atanipa hiyo siku nitamuona jinsi Yesu Kristo alivyozaliwa. Na katika siku hii ya leo ya Christmas, nyumbani umeandaa vitu gani? Watoto, familia, mapochopocho gani umeandaa? Yaani kwa leo naandalia kuwapikia watoto wangu dina, wali na samaki na cabbage kidogo pembeni na matunda. TBC1 inakupa fursa ya kumtumia salamu mtu wa mbali kabisa, pengine ukupata bahati kumtumia kadi ya Christmas, ukimtakia Christmas njema. Napenda kumtumia kaka yangu akiwa hapo Lushoto, anaitwa Mdimu Koshuma, na mama yangu akiwa hapo Upanga, Dar es Salaam. Hapa wewe unajishughulisha na nini? Mimi najishughulisha na biashara na kulima mboga mboga huko. Jasiriamali wewe. Eh. Mama,
TBC1 tunakupa zawadi nzuri kabisa, zawadi ya wimbo. Wewe unachagua wimbo gani siku ya leo ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, Desemba 25? Nachagua wimbo Tumaini Kwaya. Tumaini Kwaya kutoka jijini Arusha. Najua Christmas hapo mambo si mabaya, mnaburudika vilivyo. Basi mwanamama amewachagua nyinyi, basi muweze kumwimbia wimbo mzuri kabisa. Dunia shangilie, ni nuru imewaangazia katika mji wa Daudi. Nisiumalize uhondo, basi ingieni hewani Tumaini Kwaya na Tanzania nzima na dunia nzima tuweze kufurahia leo siku ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Walipata ujumbe, Kristo Yesu amezaliwa. Wachungaji wa makonde na majusi wa mashariki